public participation forums have you attended? The national government has any of the sectors? Health sector, education, agriculture, tourism. Could you estimate how much goes to this sector that you know? Out of 100%? Yeah, possibly education, they give a little bit more. We could allow you to just do your calculations. How would you explain how you decided this? Okay, according to the current situation in the country, we see doctors striking, we see citizens suffering, hospitals are not in good conditions, facilities, machineries. So we actually need to facilitate the health centers, mostly the public health centers, to pay the doctors so that we have no strikes. Since you just did this questionnaire, you just came in, probably you're thinking, there's some additional information you would like to know about. Like how much exactly the government gets to accept, okay, and how do they plan the budget, and actually who approves the budgets, and how do they do it. Okay, that's information. They involve the public when they are doing this budget or they don't. Okay. So it's very important. I think I'd like to know is the public involved in actually coming up with such a budget. Alright. Umewahi enda kwa hiyo national government public participation? Naenda lakini tano haikuwa. National government iko na sekta 10. Ningependa utuambie zile sekta zenye unajua. Health na education. Basi ungekadiria jinsi ambavyo national government inapeana pesa kwa hizi sekta, ungezipatia ngapi kwa 100%? Kwa kabla ugawe hizi hii 100%, ni nini ungelipenda kujua kabla ufanye hiyo? Ningependa kuelimishwa zaidi, uwe na ufahamu. Mkutano wa leo utakuwa unaangazia jambo moja kubwa ambalo ni public participation. Wangapi tumeparticipate katika budget forum zozote katika kaunti zetu? Inua mkono tu. Kwa hivyo wengi wetu tumeparticipate za kaunti. Wangapi tumeparticipate ambazo ni budget ya national government? Moja tu. Haya basi, mnaona tuna kibarua Budget process ya Kenya, bila kusema mambo mengi sana, inakaa hivi. Katika budget tunakuanga na sehemu 4 tofauti. Hii sehemu ya kwanza ambayo ni ya blue hii, hapo ndio wakati tunatengeneza budget yenyewe, tunaita formulation. Na hivi vijisehemu unaona hapa vinasimamia mwezi mzima. Kwa hivyo hiyo process ikianza mwisho wa August, unaona ni miezi mingapi hadi mwisho wa April? Saizi tuko May. August mwaka huu ukifika, budget itaanza. Budget ya mwaka gani? Tutaanza kutayarisha budget ya mwaka gani? 2018. Na haya tunatayarisha budget ya mwaka gani? 2019. Bajeti ya serikali haifuati kalenda ya kawaida. Mwaka wa serikali unaanza mwezi upi? Julai hadi June mwaka ujao. Vile nimesema, ile discussion ambayo tutakuwa nayo leo ni tuna sekta fulani katika serikali kuu. Je, tutagawa pesa kivipi katika hizo sekta? Lakini swali kubwa ni leo katika process, ile discussion ambayo tutakuwa nayo leo inaingia wapi katika hii process yote? Na kila mwaka wakati tunafikia katikati ya mwezi wa pili, katika national government kuna document ambayo inaitwa budget policy statement. Nataka hiyo iandike chini mahali. Budget policy statement. Umuhimu wa document hiyo ni kwamba hapo ndio tunafanya decision ya mwisho ya kila sekta itapata pesa kiasi gani. Lakini kuinform ile budget policy statement, kuna public participation ambayo hufanyika. So kila sekta inakuwa na kikundi chake, wanafanya discussion. Wanaangalia document kama zile ambazo tutaangalia leo.
Kumbuka, wakati tunafanya mazungumzo hata katika hayo makundi, lazima tuhakikishe ya kwamba wakati unasema nataka sekta fulani ipate pesa kiasi fulani, lazima uisupport na reason nzuri. Si kusema tu sekta ya elimu ndio muhimu kabisa katika taifa kwa hivyo ipewe 30%. Kumbuka utakuwa umesoma hiyo sekta inafanya kazi gani, hiyo sekta ina shida za aina gani. Kwa hivyo tukifika katika yale makundi, wakati mnapeana maoni yenu kuhusu ni hela kiasi gani inatakiwa kupatiwa katika kila sekta, ile support reasoning ambayo utakuwa unapatia lazima iwe nzito. Kirie kwamba in the practical case, wakati tutakuwa tunafanya hizi public participation, ni tutatoa reason ambayo itahakikisha kwamba kama ni county government ama ni national government wanaelewa maoni yetu. Lakini hawa maoni yetu ndio tunataka kuhakikisha kwamba yamekuwa informed na ile information ambayo mtapata katika hizi file, na at the same time yatakuwa informed na yale maoni ambayo yatatoka kwa wale watu ambao tutakuwa tuna discuss nao katika makundi. So kuna sekta 10, na katika hizi sekta 10 kila sekta ina wizara kadhaa na idara kadhaa za serikali. Ukiangalia katika vitabu vya serikali na katika budget, tutaona kwamba wizara na idara za serikali ni zaidi ya 10, si ndio? Kwa hivyo kila sekta kuna zile idara ambazo ziko ndani yake ambazo zinafanya majukumu ambayo yanafanana. Na nataka tuangalie kwa mfano. Ukiangalia katika sekta ya education, tunaona kwamba kuna idara kadhaa hapa. Kuna State Department of Basic Education. Lakini ukiangalia katika bajeti utaona kwamba kuna ile mipangilio ya serikali ambayo itakuwa chini ya kila wizara. For example, ukiangalia ile wizara ambayo tumeona ya Basic Education, tunaona kuna Primary Education, Secondary Education, kuna mambo ya kuhakikisha kwamba kuna quality katika ile education ambayo inapatikana, na mambo ya administration. Sawa sawa. Kwa hivyo kila tukienda chini tunaona kwamba kuna zile program ambazo ziko na the same objectives. Programs si kumaanisha ni department, na nataka tutafautishe hapa. Programs sio department. Sawa sawa. Kila wizara ina department, lakini hizo department sio. Nataka hapo tuelewe vizuri. Program moja inaweza kuwa kwamba ndio tuweze kuhakikisha tumefikia ile mipango ambayo iko katika ile program. Kuna idara tofauti ambazo zitashirikiana ili tuweze kufikia malengo ya ile program. Kwa mfano, ukifikiria hiyo ambayo mmesema ya free primary education, lazima kuwe na walimu. Walimu wako under gani kwa zile ambazo tumeangalia? TSC. Lazima tuangalie curriculum ni nzuri. Watu wa curriculum ndio wako wapi? Quality. So ile mipango ya serikali si departments. Programs ni activity tofauti ambazo ziko na lengo moja. Lakini kitu moja ambacho utaona ni kwamba the discussion or the big decision that we will be making will be at the sector level. Sawa sawa. The sector discussion is one of the most important parts of our formulation of the budget. Lakini swali kubwa ni wakati tunagawa pesa katika sekta, ni mambo gani ambayo tunahitaji kutilia makini ili tuhakikishe kwamba kila sekta inapata hela kwa usawa. Ukiangalia katika meza zenu kuna kadi ambazo nimewekelea hapo, si ndio? Sijasema ni nani napatia hizo kadi, lakini nyinyi wenyewe mtajiamulia tu. Mkiangalia hizo kadi kuna mambo ambayo yameandikwa hapo, na kuna mambo 8 ambayo ni muhimu sana wakati unafikiria ni pesa ngapi utapatia kwa kila sekta, ili kuhakikisha kwamba kuna mambo ya usawa, na pia wananchi wanajihusisha kwa njia ya kuelewa hii sekta inatakiwa kupata pesa kiasi gani. Kadi ya kwanza, nani yuko na kadi ya kwanza? Haya, nani anaweza kutusomea imeandikwa nini? Nasimama tu na tusomea, alafu unatuambia tu kwa kifupi tu unafikiria inahusiana na nini. Hii nasema previous ceilings / historical allocations ongoing projects. Kwa maoni yangu, kama kuna miradi ambayo imewekwa pale, ule mradi uwaga uko na kiwango fulani ambacho imewekewa. Kwa mfano, tukisema ni utengenezaji wa barabara, pengine wanaweza sema walikuwa wamewekea hii barabara shilingi ya milioni 500. Na tukiangalia katika upande huo nakuwa kwamba ile milioni 500 kwamba haiwezi kupatikana zote kwa pamoja, inabidi kwamba iwe inagawanywa kwa kiwango fulani.
Hiyo ni kwa maoni yangu yale vile ninafikiria. Asante. Wakati unafikiria ni pesa ngapi utapatia katika sekta, utapatia sekta tofauti katika serikali kwa mwaka ujao, kwa sababu kumbuka tunapanga mwaka ujao, lazima uangalie tumekuwa tukipatia hizo sekta pesa kiasi gani kwa muda ambao ulipita. Wakati unafikiria kuhusu mwaka wa 2017-2018, unataka kujua 2016-2017, je, tulipatia sekta ya elimu pesa ngapi? Kwa hivyo mambo ya historical allocations inakusaidia kufikiria, kukusaidia kujua ni mambo gani ambayo tumekuwa tukipatia pesa mwaka uliopita, na tuhakikishe kwamba mwaka ujao pesa hizo at least hatujapunguza. Nani uko na kadi ya pili? Aha. Proposal for 2018-19. Government proposal for 2018. Aha. Kidogo tu nafikiria hiyo inamaanisha nini? Mimi naona hapa ni yale mapendekezo yenyewe ya serikali. Na form kama vile wale wabunge ama zile sector specific groups zile wanakuja nazo wakisema katika mambo za energy infrastructure, tuwe na miradi ya reli, tuwe na miradi ya kutengeneza barabara fulani, basi hayo ndo mapendekezo yao. Ndio tunaona kwa mfano zile za county zenye tumehudhuria sana, wamekuwa kijana zao wasema tutakuwa tunaweka security lights upande fulani, alafu na nyinyi sasa mwasemaje? Sawa. Serikali yenyewe ina mapendekezo yake. Wakati serikali inakuja kutuuliza sisi kama wananchi tunaonelea mambo yakuwe vipi, kawaida huwa wanakuja na vijikaratasi vyao, si ndio? Na katika vile vijikaratasi kuna miradi, kuna mapendekezo fulani fulani. Kwa hivyo wakati sisi kama wananchi tuna engage na ile process, lazima tujue mapendekezo ya serikali ni yapi. Juu wakati mwingine pale kitu ambacho tutasema tu ni badilisha hapa iende upande huu, ama toa hii weka jambo hili lingine. Sawa sawa. Haya, kadi ya tatu sasa unaweza tusomea. Kadi ya tatu inaongelea about national and county functions. Aha. Hii kimimi vinamaanisha majukumu ya serikali kuu na majukumu ya serikali ya ugatuzi. Inahusiana vipi? Unafikiria inahusiana vipi? Kwa nini lazima ujue mambo haya wakati unafikiria juu ya bajeti za sekta? As for my knowledge, serikali kuu ndo mama yake serikali ya county. Na ambapo kwa nini nasema hivi, huyu county lazima na national government ndio sustain wananchi wake. Ndio maana utasikia maybe budget ikipitishwa county ya kwa 15%, ni wajibu wake yeye na kafuatia hiyo 85% katika national government. Jambo moja la muhimu sana lazima tuelewe leo ni kwamba bajeti ya serikali kuu haina pesa za serikali za kaunti. Wakati tunafanya ugavi wa pesa, serikali kuu inapatiwa kiwango chake, serikali za kaunti zinafanya nini? Wanapatiwa kiwango chake. Kila mtu anaenda anatengeneza bajeti yake kivyake. Katika hii budget ambayo tunaangalia hii ya nationally, ni zile pesa ambazo national government ilipatiwa kiwango chake. Sawa sawa. Kaunti nazo zinapata sehemu yao, wanaenda wanatengeneza bajeti zao. Lakini zile bajeti ambazo wanatengeneza zinalingana na yale majukumu ambayo katiba ilizipatia. Function moja ambayo imekuwa devolved sana na mumeona baada ya mgomo wa madaktari ni health. Kwa hivyo wakati tunaangalia hii health hapa, haina zile hela ambazo county zinatumia katika majukumu ya afya. Haya, kadi ya 4 nani yuko nayo? Kadi ya 4 priorities. Haya, isome hiyo afu tuambie Okay, mimi kenye understand priorities ni katika national treasury budget, wakati wanafanya allocation, hizi ndio wamepea vitu vimepewa kipaumbele before wafanya allocation. Yani these are the important sectors zinafaa kuangaliwa. Sawa sawa. Wakati tunazungumzia mambo ya sekta katika serikali, na ndio maana tuna bajeti kila mwaka, ni kuna mambo fulani ambayo tunataka kupatia kipaumbele kwa kila mwaka. Kama ukiangalia katika serikali ambayo iko sasa, wakati waliingia jambo moja walisema ni tunataka kufanya miradi, si ndio? Na wakati unafikiria juu ni bajeti tagawa vipi katika kila sekta, tayari ulikuwa na idea kwamba
ile sekta ambayo itapata pesa nyingi itakuwa gani? Ile ambayo tuliona hapa ya energy na infrastructure, si ndio? Na swali kubwa ni mambo hayo yanatoka wapi? Kuna sehemu kadhaa ambazo tunaangalia. Ukitaka kujua ni mambo gani yatapatiwa kipaumbele, jambo la kwanza unaangalia katika mipangilio ya serikali. Katika serikali kuu kuna ile Vision 2030 ambayo inagawa kwa miaka mitano. Kwa zile document tunaona ni mipango gani serikali inapanga kupatia miaka 5. Sawa sawa, hapo ni sehemu moja ambayo tutapata kujua ni mambo gani ambayo tutapatia kipaumbele katika sekta zetu. Jambo la pili ni matakwa ya wananchi. Matakwa ya wananchi ni kwamba sisi kama wananchi tutaangalia ile proposal ambayo serikali imepatiana, tutaangalia mipangilio ambayo iko katika hizo document za Vision 2030 na kadhalika, lakini wananchi pia watakuwa na matakwa yao ambayo watataka kuona yamepatiwa kipaumbele katika bajeti zetu. Kadi namba 6 nani yuko nayo? Yes sir. Emerging issues. Aha. Kwa mfano katika serikali kuna masuala fulani yanajitokeza kwa ghafla. Yes. Kwa mfano kama sheria inatengezwa ama kuna policy inatengezwa, huenda kutekeleza hiyo sheria ama ile policy itahitaji kiwango fulani ya pesa. Kwa mfano pia madaktari wa gome kwa saa hii ama walimu, nakumbuka pengine hawako kwa ile bajeti ya mwaka fulani. So bajeti pia ikitekelezwa ina kwa emerging issue. So pesa yao pia mpaka itengwe. So those are part of emerging issue ambazo zinajitokeza ambayo ina affect masuala ya budget katika sekta. Asante sana. Hata sitaongeza kitu kingine. Mambo ambayo yanatokea katika serikali, sheria mpya. Kuna mambo kama ametaja ya migomo ya wafanyikazi wa afya na kadhalika. Ni kumaanisha wakati tunafikiria juu ya bajeti ya mwaka ujao, lazima tutilie maanani. Tuliongeza wafanyikazi wa afya pesa kiasi gani? Kama ni bilioni 5, lazima tuhakikishe sekta ya afya katika mwaka ujao ina bilioni 5 za kusimamia ile mishahara ambayo tuliwaongezea. Kadi namba 7. Sector performance. Sector performance, aha. Sector performance tunasema ni yale matumizi halisi ya ile idara. Kwa mfano kwa mwaka huwa wanatumia kiwango gani cha pesa katika matumizi yao. Sasa wakati unapopanga bajeti itabidi ufikirie hawa kiwango chao cha matumizi huwa ni pesa fulani, walitumia pesa fulani. Na hizo pesa walizopatiwa je, ziliwatimizia mahitaji yao kwa huo wakati? Na walizitumia hizo pesa zote? Ikiwa hizo pesa waliweza kuzitumia zote na pengine ukawa kuna mahitaji zaidi, basi utawafikiria kwamba wanaweza kaongezewa kiwango cha kwa huo mwaka mwingine. Ikiwa zile pesa walizopatiwa katika hiyo idara walitumia mpaka zikabakia, basi itaonyesha kwamba hiyo idara pengine ilitisha pesa nyingi na matumizi yao yalikuwa kidogo. Haya. Performance, na kila wakati mnajua kuna watu upiga kelele sana, nipe pesa zote, nipe pesa zote, unampa 1,000 pap. Baada ya miezi miwili na ulifanya nini na ile 1,000? Nilienda nikanunua switi, nikanunua biskuti, nikanunua wheelbarrow, lakini hizo pesa hazikutumika zote, ama zilitumika kidogo. Lazima tuangalie vile sekta zinatumia pesa ili tufikirie mwaka ujao tukikupatia 1,000 utaitumia vizuri ama bado utaitumia vibaya kama kitambo. Sawa sawa. Kwa hivyo kwa vile ame-explain vizuri sana, sababu unaangalia walitumia pesa zote, hilo ndio jambo la kwanza. Kwa sababu unaweza piga kelele upatiwe bilioni 200 lakini utumie bilioni 100 pekee. Na hiyo ni kumaanisha tulinyima sekta zingine ile bilioni 1, ile bilioni 100 na wewe hujazitumia. Mwisho wake utasikia watu wakisema pesa zimerudi wapi? Treasury. Sawa sawa. Kwa hivyo lazima tuangalie kwanza, are you absorbing all the money that we gave you? Hilo ndio swali la kwanza lazima tuulize. Swali la pili, hata kama ulitumia bilioni zote 200, ulizitumia kivipi? Pale unaangalia kuna Auditor General ametoa ripoti yake, ulitumia hizo pesa kivipi? Kuna Controller of Budget anasema ulitumia pesa kivipi? Tukiona kwamba hizo pesa hukuzitumia vizuri na kuna shida fulani, tunasema hapa pana risk labda ya corruption, kwa hivyo lazima tupunguze kidogo. Haya, nataka kumalizia kadi ya 8 sasa, ndio ya mwisho. Kadi ya 8 ni source of funding. Aha. Mimi naelewa hii source of funding inamaanisha mahali pesa zinatoka.
kama kwa kila sector, tuko na the 10 sectors. Sasa kama tuseme agriculture, mali funds zao zinatoka ni kama mnaona mahindi zenye zinauzwa sasa, they get their source from there. Sasa tukisema their fund from there, sasa tukisema for example mahindi hakuna, unapata agriculture sector yake imeenda chini. Kwa education the same, unaona tunalipa fee kwa mashule, hiyo fee ndio inairun. Alafu kama kwa government tunasema the tax that we collect, hiyo ni external nadhani. Sasa kuna kila sector iko na internal funding ambayo they use their, yani hizo pesa ambazo wanapata most of them wanatumia kama fee. Unaona kama sasa shule mosi kuna kwa gharama fee, sio ndio wanatumia kama internal. Then external ni kama hizi za the tax that we pay to the government. So government inakuja inatoa kwa hospitali, let's say tuseme kama 10% ambayo government ita allocate kwa hospitali. So that one ambayo ifanye Iran. Umeenda? Haya, tutakusaidia usijali, asante sana. Pesa za serikali huwa zinatoka wapi? Kuna sehemu kadhaa. Ya kwanza ni kuna zile pesa ambazo mnalipa kama tax ambazo zinaokotwa ni KRA. Si ndio? Hiyo ni sehemu moja. Sehemu ya pili ni ile amezungumzia, ambayo ni kuna services zingine wakati serikali inakupatia lazima ulipe. Si ndio? Ukiwa na mtoto university unalipa school fees. Hiyo inaingia kwa ile budget ya university, si ndio? Hiyo kwa wakati mtakuwa mnasoma document zenyu kwenye hizo file, utaona kitu inaitwa appropriations in aid. Appropriation in aid ni kumaanisha hizo ni zile pesa ambazo idara tofauti za serikali zinaokota wakati wanakupatia huduma fulani. Si huduma zote, lakini kuna huduma nyingi za serikali ndio upate lazima ulipe, si ndio? Kuna hiyo. Ya tatu ni kuna madeni. Na madeni tunaomba mara mbili. Kuna madeni ambayo tunaomba humu nchini na kuna madeni ambayo tunaomba nchi za kigeni. Sawa sawa. Serikali ikiingia National Bank iombe pesa, hiyo ni ile domestic borrowing, si ndio? Serikali ikienda iombe pesa Europe kwa kama ile Eurobond, ni kumaanisha serikali imeomba pesa wapi? Ugenini. Hizo pesa zote ndio tunatumia kufund budget yetu. Lakini kwa nini hiyo kadi iko kwa ile list? Kwa nini haya mambo yanahusiana kivipi na zile pesa ambazo tutapatia sekta? Kuna pesa fulani ambazo zikikuja katika bajeti ya serikali haziwezi kutumiwa kwa jambo lolote. Kwa mfano, wakati tulikuwa tunaomba deni la kujenga railway, hizo pesa ziliombwa za kutengeneza nini? SGR, si ndio? Kwa hivyo hizo pesa zikikuja, hawezi kuzichukua uende ukatengeneze daraja. Ni wapi kulikuwa na mafuriko juzi? Kilifi. Mbogolo, kwaitwa? Kilifi, tunasema Kilifi tu. Hawezi chukua hizo pesa ukazitumia kwa matumizi mengine. Nataka kuzungumza kwa dakika 10 tu kuhusu jambo moja ambalo lazima tulifikirie tunapofanya kugawa katika sectors. Policy yetu ni gani? Hiyo nimeita our approach to development. Nataka kuzungumzia wewe kama Elizabeth unafikiria aje kuhusu maendeleo. Na nataka nizungumzie vitu 4 jinsi ya kufikiria kuhusu maendeleo. Ya kwanza ambayo nitazungumzia ni kuhusu human versus physical capital. Okay? Human versus physical capital. Kama Wakenya tunaweza amua tuendeleze watu. Tunaendeleza watu kupata hizo skills. Ama tunaweza amua huu mwaka tunataka tujiendeleze kibarabara, bridges. Hizo sasa ndio physical capital. Sisi lazima kama wewe tunaamuaje huu mwaka ama hizi miaka zinakuja tutaendeleza watu sana ndio tupate maendeleo ama tuendeleze infrastructure ndio tupate maendeleo. Ya pili ni investment versus active industrial policy. Government yetu inafaa ifanye uchaguzi huu mwaka na hizo miaka zinazokuja hivi karibuni. Tunafaa kuzingatia nini? Kama government, ni sisi tujiingize kwa hizo business ama ni sisi tutengeneze environment enye business zinaweza thrive?
kama mnavyojua kuna government zingine national government iko na parastatals, si ndio? Hizo parastatals kuna zenye mpaka zinafanya marketing, zinauza kama Kenya Seeds, zinaleta hizo seeds zinauzia watu. Hiyo sasa ni investment au government yenyewe imejiingiza katika business. Alafu government pia inaweza fanya hivi. Sisi hatutajiingiza kwa business, kenye tutafanya ensure hakuna, for example, inflation. Inflation, pesa za Kenya zisiwe za chini sana. Tunapofanya trade na countries zingine hatupati manufaa kama hiyo. Government inaweza fikiria ni jinsi tunaweza fanya kusaidia wanabiashara waendelee kukuwa successful, ama inaweza jiingiza yenyewe katika biashara yenyewe. Ya 9.3 inaitwa debt versus services. Kumbuka venye nazungumza kuhusu our approach to development ni jinsi ya kufanya uamuzi. Ni nini unafaa uzingatie? Wewe filosofi yako ni gani? Si ndio? Kuna wale watu wanaamini mimi huwa sichukui deni, naisha maisha yangu venye iko na hivyo basi ndio nitaishi. Wengine wanaamua wacha nichukue deni nijiendeleze, nikilipa naweza songa mbele. Sasa tunafaa tufikirie hivyo kwa government. Kwa government tunapoongea kuhusu madeni, venye John amesema source of funding. Government ina uamuzi ya kuchukua deni kwa sababu kuna source of funding, kuna taxes zile zenye raia wanalipa, ushuru, si ndio? Alafu wanaweza pia chukua loans. Lakini kitu moja tunafaa kujua, kawaida hatuchukui loans kwa kulipa salaries, kwa kulipa mahospitali, drugs. Hizo ni vitu zenye ziko sensitive na madona huwa wapatiani pesa ya vitu services ambazo mingi ni recurrent, venye tulizungumza asubuhi. So government ikifikiria kuhusu development inaweza amua kuchukua loan kama ile ya SGR, si ndio? Alafu inaleta maendeleo kwa namna hiyo, lakini ni kupitia kwa deni. Pia inaweza amua kwa sababu tuna taxes zetu ama tuna pesa kiasi hivi, tuweke nyingi katika services kama health, kama education, kwa sababu hizo ni mwalimu ni services. Na hizi huwa zinalipwa na nini? Na ushuru, si ndio? Lakini jambo tunafaa kufikiria kwa hii trade off, hii kufikiria hizi mbili, ni kwamba hizi deni si lazima tuzilipe. Tunazilipia na nini? Na kuna interest, lakini kuzilipa hiyo deni tunatoa wapi pesa ya kulipa deni? Basi tunatoa kwa ushuru. Kwa hivyo tunapofikiria kuhusu deni ambayo inaenda kwa infrastructure, lazima tufikirie what is the cost in the future. Tukianza kulipa hizi deni, tutashindwa kulipa health, tutashindwa kulipa education, tutafanyaje? Manufaa ambayo tutapata katika hizi infrastructure yanatutosha kusema kuwa tukiwa na SGR 5 years from now, tutakuwa tukipata hela nyingi sana mpaka tunalipia zile services. Hiyo sasa ndio lazima ufikirie. Haya, 9.4 physical security and social security. Tunapozingatia maneno ya development ya hii country, lazima tufikirie ni nini tunataka. Physical security, yani sisi tuwe na usalama kama venye polisi wanatuweka, wanatuweka usalama, ama KDF, au hiyo ni physical security, yani tusikuje tuuliwe, tusikuje tuibiwe, tusikuje hiyo sasa ndio physical security. Ama tunaweza fikiria social security. Social security ni nini? Watu wako na social fund. For example, tutawapatia pesa kidogo muende mwanze business zenu, ndio isaidie tusikue mafukara, alafu tuanze kuiba, ndio polisi waanze kusema tunahitaji physical security. Tunapofikiria about our development, lazima tufikirie tutaenda kwa hiyo chanzo cha hiyo insecurity, tunaenda kwa hiyo chanzo cha insecurity kama poverty. So unajua watu wengine wanaiba kwa sababu hawana. So are we going to protect social security, or are we going to protect ourselves against wezi? What can we do? Lakini bado wezi wako, hata kama tutasema leo tunazingatia social security, kuna wezi bado. So physical security si ati ni mbaya, ati sasa tuseme hatutaki polisi, lakini tunapogawa pesa,
kama polisi wako under governance, justice, law and order, si ndio? Tutapatia pesa nyingi kwa governance, justice and law and order kwa sababu tunataka physical security, na ile nyingine inaitwaje, national security. Si hapo ndio KDF wako? Unamtangalia kwa hizo folder zenu. Tupatie pesa nyingi kwa hizi sekta mbili, au tupatie pesa nyingi kwa nini? Kwa social protection, ambapo wamama wanapewa pesa, wanaenda wanajimudu, kwa hivyo hakuna, alafu kuna watoto wanasoma, hivyo hawakui wezi, you know, and then tunakuwa na physical security in the end. Kwa hivyo kama tunafikiria ni pesa tuzitenda kwa sekta gani, lazima we weigh ni gani tunataka kuzingatia, ni gani country yetu inahitaji sana. Tukisema tuko na wezi wengi ama tuko na watu wenye terrorist wengi, basi inabidi tuweke pesa kwa physical, si ndio? Lakini kama tunajua watu wenye wanaenda Al-Shabaab ni wenye hawana kazi, hawajasoma, tufanye social security ndio hao watu waweze kujimudu, wasifike pale penye lazima tutafute polisi, tuweke pesa kwa polisi, kwa tumetatua hilo jambo kabla halijafanyika. Haya, sasa nataka tuingie katika makundi. Now, one of the things that we want to try out in Mombasa today is what happens if you structure the public participation with a gender leaning. By the gender leaning, I mean that we are going to have one group that will have women only. Na katika makundi vile nilisema wakati tulikuwa tunaanza, jambo moja ambalo tunafanya leo na tunataka kulifanya kwa uangalifu sana ni kuhakikisha kwamba tunaangalia how we can improve our public engagement. How do we deliberate on the discussions about how much money we want to give to each sector? Tumefanya makundi madogo, tumejua sekta. Tumefanya haya makundi makubwa, tumetengeneza ile list yetu ya vile tunafikiria pesa zinatakiwa kugawa katika zile sekta 10. Sasa kama room nzima lazima tumake decision ya mwisho. Na hiyo decision ya mwisho itatokana na haya makundi makubwa ambayo tutakuwa tumetengeneza zile list. Hizo list zote Vivian atakuwa ameziandika chini, tutaziweka hapa mbele, alafu sisi wote kama room tutaitikia. Tukiangalia hizo list zote ambazo zimewekwa hapo, ni gani ambayo tunahisia kwamba hii list it's a very fair representation of what we will allocate to those sectors. Katika hizi mbili, vipi ambapo tutaipea pesa? Lakini hatuwezi setwa hiyo decision kabla tujasoma. The allied sector consists of 5 MDAs. Below is a table showing the MDAs and the programs in each MDA together with the recent allocations. The first MDA State Department of Agriculture. Iko na General Administration and Planning and Support Services, Crop Development and Management, Agribusiness and Information Management. The first one is blank and it's been given 21, and that is ya pili ni 3, ya tatu 17, ya 4 1. Simple because once the improving environment, improving agriculture. Improving agriculture is equal to improving social security, and improving social security is equal to improving physical security. Improving physical security is equal to happy Kenya. Chengine, environment ikiwa nzuri, agriculture itaenda juu, na hivi hatutakuwa na kuimport vitu vingi mambo ya debt. Itapungua debt itapungua. Sisi tumeconcentrate sana na ile na the highest sector even, but the lowest one is mimi naona all the sectors zote zinaenda under environment. Maanake is all the 10 sectors haziwezi fanyika kama environment haiko, so tuna support kwamba iwe
governance, justice and law wameallocatiwa 12% ya national government budget, sio? Kwa hii nyingine tukianza kuisoma, kuichambua, tujue imeallocatiwa 1%. So we can say the 1% is okay because hizo sekta zake is okay. Isiongezwe sipunguzwe. Hii 12 tuseme iongezwe ama isiongezwe? Hii 12% iongezwe, yes. Lakini unajua tukisema iongezwe itatoka wapi hiyo tuongeza? Lazima itatoka kwa jiji. Kwa jiji. Oh, itoke huko sio? Itoke hapo hapo. You're prioritizing hizi mbili. Ukitoa hapa lazima uweke hapa. Ukiweka hapa lazima utoe hapa. Because nobody in the other tables will give us. Ni kwa nini tuna Why do we increase? Why do you want to increase? Kwa sababu ukiangalia various MDS ambazo iko kwa GLO, there are something that have been going slow. Kama gani hasa? Kwa mfano kama IBC. IBC needed a lot of funding so that we synergize mambo ya election on time rather than kama ile ilikuwa ile kwa sababu walikuwa hawana time. So there are some things ambazo zilikuwa inahitaji a lot of money. Take 3 minutes per sector, let people kind of inform you about what those sectors are about. Then when we finish that, there will be a small table that Mokera will pass around where you will fill in now your understanding at this point about the sectors based on the knowledge that you will have gained also from these groups. Somebody can take us through the first, the agricultural and rural nini. Kwa upande wa agriculture na hiyo nyingine environment, tukawa tumeambiwa tuchambue zote mbili, ni ipi ambayo tunaweza kuipatia kipaumbele ama pesa nyingi na ni kwa nini. Hizo keti zote tumeona kile kitu ambacho tunaweza patia pesa nyingi ni environment sector. Kwa sababu gani? Kitu cha kwanza tumesema kwamba environment ikiwa improved, hii agriculture itafanya. Tukimalizia tukasema kwamba sekta hizi ndio zote 10 zote zinaandaa environment. Maana kama ni upande wa energy, kama ni upande wa hewa, kama ni wapi, yote inalenga environment. Wote mnasema ipo percentage za ngapi? Kama 10%. Na agriculture? Kwenda kwa education, ha? So on education, kitu ambao tumeangalia tumesema wacha tuangalie the reality of things vile zimekaa. Je, absorption rate yake imekuwa vipi? So tukaenda page 44, tukaangalia table ya absorption. Ukiangalia page ya absorption, ukiangalia katika hizo departments zote 4, there are 4 departments pale chini. Ukiziangalia zote 4, all the departments are above 3/4. They are above 3/4, meaning in terms of absorption na ile shughuli ambayo wanafaa kufanya wanafanya kazi nzuri. Tukasema wacha tuangalie shida mahali ambapo ilipo sana. Sasa shida ikaja kuangukia page 42, ambayo ukiangalia hapo kwa hiyo nini chart ya kwanza, Teacher Service Commission, umeangalia juu kuna mahali imeandikwa vizuri governance and standards, lakini ukiangalia governance and standards, ukiangalia kwa nini inakupatia 0.1, kumaanisha shida iko wapi? Shida inalai pale. Tulipoenda page 11 ambayo ina another chart kama hiyo inasema 2018-2019 huo mwaka unakuja wameongeza by 3%, meaning kwa hivyo lile jambo ambalo tulikuwa tunaangalia kusema kwamba elimu iongezewe iende juu ni kwamba imeongezwa. Kwa hivyo imeongezwa by 3%. Tukasema hilo jambo ni zuri. Kwa hivyo tukasema education as according to us kwa ile meza yetu it is taken care of. The next sector ambayo ni public administrations and international relations ama jina PAIR, ambayo imebeba nchi mzima, pia inafaa kuongezewa
ipewe kipaumbele kuongezewa. Na tuliposema iongezewe, tukasema turudi pale pale katika ile pie chart yetu pale mwanzo, tuangalie je, serikali wamefanya hivyo. Ni kwamba wameongezewa 2%, sasa hii ni 15%, wameongezewa by 15% projected, ile ambayo ni project page 11. Kwa hivyo tukasema then we are also okay with this. Energy and infrastructure next. Energy ilikuwa iko 32 historically, alafu ikashuka 28. Sawa. Kwa hivyo ikawa imepungua by 4. Sisi tuwasemaje? Kwa sasa tuseme ipungue iende 25. Mimi niliacha at 30, yani tu kwa maoni yangu. Ndio nilikuwa nasema hivyo. Unaona allocation ya ICT, mfano ICT anaongea kwa ICT. When you allocate funds for something like ICT, the previous year was allocate the same amount. It has to reduce. Kwa sababu unapo ICT it means everyday kuileta na connect. So it is there to serve. The only thing ambayo inabakia pale ni maintenance. Kwa sababu ni maintenance, lazima pesa itakuwa imeshuka. Huwezi sema iongezeke. Ulihitaji ushaipata. Nataka tupate figa mbili. Ndio sasa kila mtu hapa niambie, sio average, niambia kila mtu andike ile figa anaona ni sawa. Alafu tunazihesabu. Sawa. Inatupatia hiyo kuna 35, 25, 32 and 30. So tumekuja 28. Imebaki pale tu. Let's have the health sector. I love this. Baki hapo 4%. Imebaki 4 lakini at least proposal yetu tumepiga mpaka 30%. Can you be realistic please? No, it can happen. That's how we do it. That was personal. In fact, I think we discussed withdrawn. Yeah, I will give it 1%. Nilikuwa nasema yetu hiyo 4%. 4%. Mimi nasema 4. Should I do 4? I'm asking all 4. Governance and justice. 29. For governance. Sasa hiyo pia ni kama ile nyingine la rais ile. Pia ni kubwa sana. Iko na MDAs 14, iko na semi-autonomous governance agencies 20 na tribunal 15. Iko 12%. Sasa tukapropose iongezwe hata iangalie ifike 15. Inguzwe. Sisi tunaamua agree we have 15. Mimi nasema 10. They want to but 10%. Agriculture tumeipatia 3%. Education tumekubaliana tuiache at 23%. Environment tumekubali tuipatie 7%. General economics tumekubaliana tuipatie 1%. Energy tumekubaliana tuipatie at 28%. Governance tumekubaliana tuipatie 10%. Tumekubaliana tuipatie 4%. National security tumekubaliana tuipatie 8%. Public administration tumekubaliana tuipatie 15%. And social protection tumekubaliana tuipatie 1%. Sasa tupeni masikio agriculture. Tumeona kuna vile zinaitamari na tukasema agriculture ndio ute wa mgongo wa nchi yoyote ile, kwa sababu kama hakuna food security mambo mengi inatokea. Lakini sasa tukija ile allocation kabisa katika national government tumepewa katika agriculture imepewa 3%. 3% sisi tumesema 3% tabaki pale. Na sababu gani tumesema 3% tabaki pale pale? Kwa sababu tulikuwa tumepewa agriculture na environment, tukaona hizi mbili zina mada zinaoana na kuona kwake ni vipi. Environment imepewa 5% katika national government, but we wish environment ipewe kipaumbele. Environment ikiongezwa, agriculture
itakuwa boosted, na wakati kwa boosted utakuwa na food security, utakuwa na nini, kutakuwa yani mapato na mapato yakizidi umaskini utapungua. Na kitu nyingine tukaona pia health itakuwa affected, magonjwa yatapungua kwa sababu ya chakula kitakuwa kingi. Magonjwa ikipungua, hospitali yetu hata yatakuwa hayana kazi nyingi. Under education we have 4 departments, namely Department for University Education, the TSC, Department for Vocational and Technical Training, Department for Basic Education ambayo inadili na pre-primary and secondary. So tumeona inafaa iongezwe percentage kidogo kwa sababu kuna inadequate teachers for adult education. Tuna per capita funding of pupils in primary education is not adequate to cover the costs that keep poor children out of school. With the increase of enrollment of pupils, there is need to expand and rehabilitate existing physical facilities in both primary and secondary schools. Duplication of capital projects across uncoordinated funding streams, poor construction standards, and inadequate maintenance compounded by different independent monitors. That is my deduction, education. Energy, infrastructure and ICT. So kwenye mjadala wetu tuliokuwa nao na kulingana na pesa budget ya 2016-2017 yenye tulipewa, tuliona hiyo yote wanapewa like 529 billion to cater for this 9 MDAs. So tukaona pesa si mbaya kiwao, na as per the chart tukiangalia page 38 ya infrastructure ndio imechukua a bigger share, followed by energy na transport. So about the pesa tuliona iko sawa, inafuata kama ikipewa ingekuwa ni challenging iongezwe, at least ndio hizi sectors zipate nguzo ama kipe kipaumbele to fight this challenges zenye zitakuweza kurais hapa na pale, na hiyo ndio kitu tulikuja nayo. All of us now, in this final bid, will decide, based on what each group has done, what is our final sector allocation as a whole group going to be. So what is our final approach to making this decision? Now we need to agree on one. Consensus. Science consensus mbili. I have an idea. Election moja, Idea yangu tuko group 4 na anybody's opinion it is accepted in this room, sindio? So as per the table to identify tuko ngapi, alafu just but an idea to ile haraka kama kuna secretary andike kama tuko for instance 8, yes 8 na no 8. Alafu wakati ushapitisha tutasema saa acha to pick papers, ile kata zile papers zitapick to hesabu na to come up na conclusion, yes ziko 5, basi kitu imepita. It's a very interesting secret ballot, eh? I think the best democracy in any under group discussion is just by agreeing with the raise of hands. Because consensus is a very good thing, but sometimes if somebody has his or her own idea that is stuck on his head, it's very difficult to accept the majority of it, even if it's either wrong or right. So the good thing is let us just accept democracy of raising by hand, then we pick the majority votes. Okay, so that's slightly different. So that one is, let's do a simple voting pattern. Mokeira. Lakini tukifanya voting, there's a high likelihood that everyone will vote for their amendment. Then we will be back to where we started. There's a high likelihood
Meni itatoka hapo itavotiwa na watu wa hapo. Sasa tumerudi pia tulikuwa. Na kama group yenu ni watu wengi, Mtashinda. Tyranny of numbers. Tyranny of Numbers. Haya, let me hear the last, and it has to be a conclusive one that is agreeable to everyone. No, I think let us be genuine with each other. Let us listen to each other's opinion. Let us judge from whatever views they are giving. If their view is heavier and is pulling you towards them, vote for them genuinely. Not because you are in agriculture or in education, you want to go towards there and you cannot support your point. If someone is giving valid reason, go with them. Let's do this. What I want us to do is simple. Now, I want us to look at sectors where we seem to be in agreement, then we can have discussion about sectors where we seem to differ. Okay, so let's look at a couple of interesting things, because for many of the areas it seems like we didn't have very many differences. Okay? For example, if you look at education, there's no one who did anything very drastic to the education one. Waliongeza juu kidogo, wengine waka maintain, wengine wakaongeza tu na 2% points. Now, but there are some interesting places where there are nice trade-offs happening. For example, if you look at group 4, for social protection, group 1, for social protection wamepatia 1%. Security wameongeza kutoka 8, difference yao hapa ni 8, hawa jamaa wameenda 11. So there's some interesting dynamics between group 1 and group 4 in this concept. Those were the 4 big areas where there were big disagreements between the proportions in the different groups. So can we agree we do an average for those ones? Yes. Or in areas where the differences were 1 percentage point, 2 percentage points. Is that sawa? Because wakati umeenda and I don't want to keep you longer than this.